kwa sababu huwezi kuwa na mwanamke kama una kwako. Kwa hiyo wewe unaekaa kwa mjomba wako alafu una demu, we ni kenge. Eti tusamehe sisi. Kwa hiyo sifa ya kwanza ya mwanaume, Adamu alipomaliza kuumbwa hakupewa mwanamke kwanza. Biblia inaniambia alipewa kwanza nini? Kazi. Makazi. Sasa leo kijana unakaa kwa mjomba wako, anakulipia ada, una hela ya chakula unapewa na mjomba wako, halafu eti una demu. Na wewe binti ulivyokuwa wa ajabu, umekubali kabisa kuwa mikononi mwa mwanaume wa aina hiyo, kwamba pastor tunapendana, haya mengine Bwana atafungua. Mkipendana mnalipa kodi? Yaani ukikaa na mpenzi wako, nakupenda pia, kodi imelipwa. Nakupenda pia, umeme umelipwa. Nakupenda pia, umenunuliwa viatu. Mwanaume cha kwanza ambacho Mungu alimpa makazi. Adamu alipomaliza kuumbwa hakupewa kwanza mke. Cha pili, nimesema nitavifundisha mbele. Mungu akamwambia Adamu ailime na kufanyaje? Na kuitunza. Maana yake alimpa nini? Kazi. Kwa mwanaume, kati ya mwanamke na kazi, cha kwanza ni nini? Sasa wakina mama usianze, pastor unatuonaje? That is the truth. Cha tatu, mwanaume akaambiwa atailinda. Maana yake mwanaume ni mlinzi kwa mwanamke. Na naomba hapa nisisitize kidogo. Nimesema hayo masomo yake yako mbele, tutajifunza. Niliwaambia sijui juzi kama sio jana kwamba kwenye Biblia ninaposema mwanamke sizungumzii mkeo, sizungumzii mchumba wako. Mwanamke ni mwanamke tu, haijalishi nani yako. Kwa hiyo mnisamee, tunajifunza. Unaporudi nyumbani unamuona mama yako, ukumbuke unamuona nani? Mwanamke.